Tunaamini kuwa hakuna taasisi inayoweza kufanikiwa peke yake wakati jamii inayoizunguka hiyo taasisi ikiwa iko nyuma kimaendeleo. Na kwa sababu hiyo, sisi kama taasisi tuna sera ya kurudisha hisani yetu kwa jamii, na ni sera ambayo tunaichukulia kama wajibu. Sasa basi, sera hiyo ni nini? Kabla sijaizungumzia sera hiyo, nizungumzie tukio hili la leo, na hapo baadaye nitaliunganisha na sera hiyo. Leo hii tumekusanyika, na kilichotukusanyisha ni changamoto ya ajira. Changamoto ya ajira kwa vijana wetu. Na tumejikita kwenye ajira kwa vijana kwa sababu zaidi ya 70% ya Watanzania wako kwenye kundi la vijana. Na japo juhudi kubwa zinaendelea kuchukuliwa na serikali, bado changamoto ya ajira kwa vijana ni kubwa. Na sisi kama taasisi ya kibiashara tumeonelea ikiwa ni sehemu ya wajibu wetu wa kurudisha kwenye jamii, kutoa mchango wetu katika kutatua tatizo hili la ajira. Lakini pia nishukuru kwa kuweza kuja na mpango huu, mpango mzuri, mpango wa NBC Wajibika Scholarship, ambao kwetu sisi VETA tunaona ni mpango mkubwa sana. Ni mpango ambao unaenda kutoa suluhisho kama ilivyosemwa, suluhisho la kiajira, kujiajiri na kuajiriwa, lakini watu kuweza kupata ujuzi ambao utawasaidia kwenda kutekeleza shughuli mbalimbali. Ndugu wanahabari, nipende tukusema kwamba sisi kama VETA ni taasisi ya serikali na jukumu letu kubwa ni kutoa elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Lakini katika utoaji huu wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na facilities au miundombinu ya utoaji wa mafunzo hayo, lakini pia kuna kuwepo na rasilimali fedha ya kuweza kutolea mafunzo. Rasilimali fedha inayohitajika katika kutoa mafunzo haya sio tu kutoka kwenye mfuko wa serikali, lakini pia kutoka kwa wadau mbalimbali. Na kwenye kutoka kwa wadau mbalimbali imedhihirishwa na NBC kwa kuweza kuona mfuko huu wa kuweza kusaidia wananchi kupata ujuzi, basi kupitia mpango huu wa NBC Wajibika Scholarship, basi vijana wa Kitanzania waweze kupata ujuzi, waweze kupata mafunzo ambayo yatawasaidia katika maisha yao ya kila siku. Sisi kulingana na majukumu yetu na kulingana na mahitaji ambayo tunatakiwa kuyatekeleza hapa nchini, ni wajibu wetu kuhakikisha wananchi wanapata mafunzo. Mwaka huu tunatakiwa tuhakikishe vijana takribani 120,000 wanapata mafunzo. Hadi sasa hivi tumeweza kuwafikia vijana 101,000. Idadi ni kubwa inayohitajika na rasilimali fedha inahitajika sana. Leo hii NBC imetoa milioni 150 kwenda kutoa mafunzo kwa vijana 588. Vijana hawa 588 mtu anaweza akachukulia kwamba ni idadi ndogo. Hii ni idadi kubwa sana. Ni idadi ambayo ukiangalia pia kithamani ya fedha ni kubwa kwa ajili ya kumweza kumpatia mtu ujuzi. Mtu anaweza akasema 588 akapiga 150 akaona kwamba ni labda ni kiwango kidogo cha fedha. Ni kiwango kikubwa pia cha fedha, milioni 150 kwa ajili ya kuwafundisha vijana na kuwapa vijana ujuzi. Kwetu sisi VETA ambao tunasimamia ili eneo la utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi, ni fedha nyingi na inaenda kugusa watu wengi. Tunapozungumzia watu 588, sisi kama VETA hatutizami hiyo tu namba hiyo tu 588. Tunajua katika hao 588
yupo mwananchi ambaye anataka ujuzi, ili apate ule ujuzi aende kuajiriwa, ahudumie familia, ahudumie jamii yake, ambayo unaweza kukuta ina watu hapo nyuma zaidi ya 3 4. Kwa leo hii NBC anaenda kusaidia watu 588, lakini tunaweza tukasema tu kila mmoja kati ya hao 588 akawa na watu wawili tu wenye kuhitaji kuhudumiwa. Tunaongelea ni zaidi ya watu 1000 na kitu ambao wanaenda kusaidiwa kupitia mpango huu ambao NBC imeenda kushirikiana na sisi VETA, ili tuweze kwenda ku unlock swala hili la ajira, lakini pia kwenda ku unlock swala hili kwa ajili ya mustakabali mzima wa wananchi wa Kitanzania. Ndugu wanahabari, nipende tu kusema kuwa utekelezaji huu wa mpango huu unaendana sambamba na sera za serikali. Sera ya elimu toleo la mwaka 2023, moja ya nguzo ni kuhakikisha kwamba utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi unalenga kutoa ujuzi utakao wasaidia wananchi. Lakini utoaji huu wa mafunzo utakuwa pia ni shirikishi, kushirikiana na wadau mbalimbali. Lakini pia sisi kama VETA tunaenda pia na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa akiweka msisitizo wa elimu ujuzi, elimu ya amali, elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.